Jiuliza, ikiwa sisi tuna changamoto, ikiwa sisi kuna jambo, pengine tuna wasiwasi tujasikilizwa, pengine watasema sawa, mimi sina mtandao wa kufika sema na rais. Kuna hii namba ambayo ni 0242231111 ambayo namba hii ukipiga wakati wote basi kwa kutaka huduma za baraza la manispaa zitapatikana. Na hiyo ni kwa ajili ya kwenye majao, ukiwa kuna mtaro, kukiwa kuna changamoto. Lakini pia tunaomba kuwakumbusha, naomba kutumia fursa hii kuwakumbusha wananchi vitu ambavyo tunategemea kuvichukulia hatua kali baada ya kufanya kazi kubwa na kusema mambo mingi. La kwanza ni uwekaji wa gari kiholela katika walkways. Njia ina heshima yake. Kila pembeni uzoni mwa barabara kuna sehemu za kupita wananchi. Kwa hiyo katika sehemu zile sasa hivi kuna watu wamegeuza ni maduka, kuna watu wanapandisha magari yao, kuna watu wanaweka vyombo vyao vya moto. Jamani, tunawaambia kwamba kisheria hilo haliwezekani. Kwa hiyo kuna fine za papo kwa papo, tutakuja kukufungia gari yako na tutaondoka nazo na utakuja kuifuata manispaa. Kwa hiyo tunaomba kwanza tuwakumbushe wananchi kwamba parking au kuweka magari pembezoni mwa barabara kwenye walkways, kwenye njia za wapita miguu haziruhusiwi. Maeneo maalum yaliyotengwa kwa ajili ya biashara. Kufanya biashara katika pembezoni mwa barabara pia hakuruhusiwi. Kwa hiyo kuna watu wameanza kuweka biashara ya samaki pembezoni mwa barabara. Kuna watu yani mpaka imefikia hali kuna njia hazipitiki kwa sababu ya wafanya biashara wanaovamia maeneo ya barabara kufuata watu na kwa ajili ya kufanya biashara. Tunawakumbusha kwamba hilo jambo haliruhusiwi na hatua za kisheria zitachukuliwa. Na vile vile tunawakumbusha limefunguliwa tayari flyover mpya hapo Korekwe, tayari watu wanapita, lakini cha kushangaza na kusikitisha kwamba kuna wananchi ambao wameamua kufanya parking na kuanzisha biashara chini ya flying over. Tunawaambia pia hilo haliruhusiwi na baraza la manispaa Magharibi B itawachukulia hatua wananchi hao. Kwa hiyo kwenye usafi kuna watu ambao mitaro ambayo imejengwa kwa gharama kubwa na serikali na Wizara ya Mawasiliano kwa ajili ya kupitisha maji ya mvua ili maji yasituame. Kuna wananchi ambao wanaunganisha karo zao za maji machafu, wanaunganisha katika zile karo ambazo zinaleta uchafuzi wa mazingira, inaleta harufu, inaleta maradhi. Tunawakumbusha pia, jamani, tutawachukulia hatua, tunafuatilia, tunawaambia wale wengine ambao wanayaona hizi kadhia wawe wasamaria wema kutupatia taarifa, na tutaendelea tumo katika zoezi na tutaendelea ukaguzi wa leseni. Kwa hiyo mkiona maafisa wetu tunaomba muwape mashirikiano. Vioski jamani, tunavikagua, mnajua vipi mnatakiwa uvae, hali ya usafi. Jamani, sisi tuko kwa ajili ya kusimamia ulinzi, usafi na mazingira mazuri ya wilaya yetu. Sisi hatuko kwa ajili ya kumkomoa mwananchi. Mwananchi unapovunja zile taratibu ukahatarisha maisha mtu mwingine, ndio pale sisi tunapopaswa kuchukua hatua kali dhidi yenu. Kwa hiyo kwa wale wananchi ambao wanaanzisha majaa sio rasmi, mamalishe ambao hawafati taratibu zile ambazo zinatolewa kwenye utaratibu wa kiafya, wale ambao wanaanzisha majaa sio rasmi, baada ya kwamba tunayaondoa na tunawekea kwamba hairuhusiwi kutupa taka, basi tunamwambia kwamba baraza la manispaa litawachukulia hatua. Lakini nataraji hatutofika huko, bali sote tutatii sheria bila shuruti na tufuata zile taratibu ili kuhakikisha kwamba wilaya yetu, mitaa yetu inaendelea kwa vizuri na sote tushirikiane kwa ajili ya upataji wa huduma iliyo nzuri. Kamata ng'ombe barabarani hatakiwi, faini yake ni 150,000. Pengine ukifungiwa gari faini 50,000. Kuna faini za 10,000, za 20,000 kutokana na kosa na lile jambo ambalo mtu anafanya. Kwa hiyo kuna makarani wetu mapato ambao wanavyo hivyo viwango. Mfanyabiashara anapoamua kukodi nafasi au sehemu ambayo anaamua kufungua biashara yake, sio jukumu letu la manispaa kuangalia parking ya wateja wako utaiweka wapi. Wewe ni jukumu lako kuangalia wateja wako wenye usafiri wao, kwa sababu sisi tunaangalia maslahi na mantiki mapana ya wananchi ambao wanaotumia barabara. Hatuwezi kumwangalia mtu mmoja mmoja, maana yake watu wangu hawana, tafuta kwingine. Tafuta sehemu ambayo una parking. Katika masoko na yuko basi sehemu zote zinawekwa parking. Kwa wafanya biashara uangalie, kama unauza chips fanya delivery. Huna ulazima. Yaani biashara yako wewe isiwe chanzo cha kumharibia mwingine utaratibu au tena kutengeneza mafoleni kuwa kuna vurugu. Kwa sababu pia niwakumbushe pia na usiku tutakuwa tuna zoezi la kufuatilia biashara za usiku. Kwa sababu kuna barabara hazipitiki zikisha kufika muda wa magharibi, kwa sababu
yale maeneo ya barabara ndio unageuzwa parking, kunageuzwa biashara. Hii yote jamani haitakiwi hivyo. Mtu haoni kama duka lake liko sawa mpaka atoe bidhaa zake nje kwenye barabara ndio anaona kwamba mtu akipita ataona. Sio hivyo. Watafute mbinu mbadala za kuangalia namna gani mtu anaweza kuitangaza biashara yake, lakini njia ina haki yake na heshima yake na taratibu zake ambazo wale wanaotumia wanastahili kuheshimika. Kuna namna nyingi za kufurahia flyover, maendeleo ambayo yanaletwa na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi na uwekezaji mkubwa wa njia ambao upo. Lakini siwe furaha yetu ya kuwa na barabara kwamba ukapiga misara. Furaha yako ati mimi ndo pale nikafunge biashara. Furaha yangu mimi ndo nikaeke magari mabovu. Furaha yani kizuri kile hata kama hatujakizoea. Lakini tunastahili ya maendeleo, tunayalalamikia, tunayaomba. Kwa hiyo kitu unapobarikiwa nacho basi ni wajibu wetu kutunza, ni wajibu wetu kufuata taratibu, kwa sababu baadaye athari yake mbaya ya hii yote ni kutokea kwa ajali ambazo zingeweza kuepukika kabisa. Yapo maeneo rasmi, maduka na sehemu nyingi, kuna masoko makubwa, kuna masupermarket, kuna maeneo mingi ambao kuna watu tayari zile biashara wanazifanya. Lakini ni hii nadharia na mazoea ya kwamba tukiona eneo lolote ambalo lina watu basi pale tupeleke biashara. Maana yake mimi maskini, mtaji wangu mdogo, kwa hiyo madhali pale watu wanashuka daladala, mie nipeleke barabara. Kwa hiyo ile inakuja ule umimi wa kuangalia mimi kupata 2,000 yangu 3,000 yangu kupeleka ile biashara. Lakini sasa Zanzibar na barabara zetu zishaanza kuzidiwa na magari. Wale watu wanageuza msongamano. Utamkuta mtu kwa daladala anashuka pale ndio unafanya ile exchange, kuna magari tele yamekaa amezuia. Kuna watu wanataka kupishana, kuna tokea ajali au wanyama watu wanaoachia. Kwa hiyo tunakumbushana kwamba barabara, njia, mtu wapite na zake, tena wasichafue kutupa taka ovyo, basi sio biashara. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuzichukua na tutaziondoa zile biashara na wao kuwataka wakafanye biashara katika sehemu zilizo rasmi.